Ulipata kusoma? Hapana, sijaisoma. Kabisa? Kabisa, hata la kwanza sijakwenda. Nimekuona una simu, kwa hiyo simu unapigaje sasa? Kutumia simu najua, lakini ndio hivyo sijabadilika kusoma. Hata kuandika uwezi? Kwenye simu naweza, lakini kawaida siwezi. Na umeishi vizuri? Dada Joyce, unaonekana bado yani hujafikia ule umri wa kutoa laana, miaka 30, hujafika huko. Bado. Mwanao ana umri gani? Huyu mwenye tatizo la sickle cell. Ana miaka 14. Na huyu mdogo? Ana miaka 5. Ulimzaa ukiwa nyumbani? Huyu mkubwa nimemzaa nikiwa nyumbani. Yaani pata mimba nikiwa nyumbani kwetu. Ukiwa mdogo? Baba yake yupo wapi? Baba yake yupo huko Morogoro. Unamfahamu? Ndio. Huwa unawasiliana naye? Hapana. Kwa nini? Sina mawasiliano naye. Mimi nataka kisa tu, wakati una umri mdogo ule ukapata mimba, jamii kuchukuliaje? Ilinichukulia vibaya, lakini sasa ndio hivyo. Maisha ukaacha yaendelee. Hawakuchukua maamuzi yoyote kwamba yule bwana amefanya tukio la kumpa mtoto mdogo mimba? Yule walifanya. Babangu mkubwa aliponiona na mimba alinibeba akanipeleka kwenye ile familia. Kufika pale yule kaka alikataa. Akasema mimba sio ya kwake. Tulienda pale tulienda na wazee kama 5 na babangu mkubwa. Tulipofika pale yule baba alikataa, yule kaka alikataa, na yule baba yake mzazi yule kaka alikataa. Akasema mtoto wangu mimi mdogo hawezi kumbebesha msichana mjamzito. Kwa hiyo akasema mimba sio ya mtoto wake. Na wewe wakati huo huyo ndo alikuwa boyfriend wako kindakindaki? Sasa akaulizwa, kwani hapa kuna familia ngapi mpaka akuzingizie wewe kama ujauzito ni wako? Akasema kwamba mimi siwezi kumbebesha msichana ujauzito bado mdogo, na babake alimzuia. Basi babangu mimi hakuwa na shida, basi akasema ndio kapime nini DNA. Ule babake yule kijana akafanyaje? Akakataa. Akaambia hapa mtoto wangu atoki wala aendi sehemu yoyote. Kashasema kwamba ujauzito sio wako. Kwa nini mnamforce? Wewe mliza vizuri binti yako. Nikamwambia hapana, mimi siwezi kuongopa. Sasa kwa nini danganya? Hapa kuna vulana wangapi mpaka mimi nimsingizie kwamba mimi na ujauzito wake? Akataa ule baba.